Breaking news. Rais Samia Suluhu Hassan avunja bodi ya PSSF, hatua kubwa ya kurekebisha mfuko wa pensheni wa watumishi wa umma. Alhamisi Mei 14 mwaka 2026, Rais Samia Suluhu Hassan amechukua hatua kubwa na ya kimkakati ya kuvunja bodi ya wadhamini ya mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSSF. Hatua hii imetangazwa rasmi na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka na inaanza kufanya kazi mara moja. Hii ni mara ya pili katika kipindi cha miezi 14 tangu bodi hiyo ianzishwe Machi mwaka 2025 chini ya mwenyekiti JC Mapunjo. Kulingana na taarifa rasmi iliyotolewa na ofisi ya Rais, Rais Samia Suluhu Hassan amevunja bodi ya wadhamini ya PSSSF kuanzia leo Mei 14 mwaka 2026. Taarifa hiyo ilitolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka, ambapo bodi ilivunjwa ilikuwa imeteuliwa Machi mwaka 2025, yaani imedumu kwa miezi 14 pekee. Hii ni hatua isiyo ya kawaida kwa kuwa bodi mpya imevunjwa haraka sana baada ya kuanzishwa. Hatua kama hii ni mara nyingi huashiria kutoridhika na utendaji, migogoro ya ndani au hitaji la kurekebisha mwelekeo wa taasisi. PSSSF ni mfuko mkubwa unaohudumia watumishi wa umma. Iliundwa baada ya kuunganishwa kwa mifuko kadhaa ya zamani kama PSPF, kuna PPF, LAPF na GEPF. Lengo lake ni kuhakikisha pensheni na hifadhi kwa wafanyakazi wa serikali. Changamoto zilizokuwepo, yani kutoka kuna data za CAG na vyanzo vingine, inasema kuwa ripoti za mkaguzi wa hesabu za serikali CAG zimeonyesha matatizo makubwa katika mifuko ya pensheni ikiwa ni pamoja na PSSSF. Kulikuwa kuna madeni makubwa yasiyolipwa na serikali na taasisi zingine, ambapo walisema ni mabilioni ya fedha, michango iliyokusanywa kutoka kwa michango ambayo ilikuwa haikusanywi kutoka kwa waajiri, uwekezaji ambao hauleti faida, yani delayed projects, na madai ya ufisadi na udhibiti duni wa fedha. Mnamo Aprili mwaka 2025, CAG alitoa onyo kuhusu uendelevu wa mifuko ya pensheni kutokana na madeni ya serikali yanayofikia trilioni kadhaa. PSSSF ilikuwa na madeni ya shilingi bilioni 231 kutoka taasisi 12 kwa miaka hadi 17. Sababu zinazowezekana za kuvunja bodi ni kuwa: ya kwanza, kutotimiza majukumu yake ipasavyo; ya pili ni migogoro ya ndani au matatizo ya uongozi; ya tatu ni hitaji la serikali kurekebisha mwelekeo wa mfuko ili kuongeza ufanisi na uwajibikaji; na jambo la nne ni shinikizo la umma na wafanyakazi kuhusu pensheni pamoja na faida. Hii ina maana gani na athari za hatua hii ni nini? Kwa upande wa watumishi wa umma, wanaweza kuwa na wasiwasi kuhusu mustakabali wa pensheni zao. Hatua hii inaweza kuwa ya kurekebisha ili kuhakikishia pensheni salama na endelevu. Kwa mfuko wenyewe ambao ni PSSSF, inatoa nafasi ya bodi mpya yenye maono mapya na ufanisi zaidi. Na kwa upande wa serikali, inaonyesha kuwa Rais Samia anaendelea na sera ya kurekebisha taasisi za umma na kuongeza uwajibikaji. Kwa upande wa uchumi, mfuko wenye afya ni muhimu kwa utulivu wa fedha za umma na imani ya waajiri pamoja na wafanyakazi. Hatua hii ni ya kimkakati na inahitajika. Mifuko ya pensheni ni nyeti sana kwa sababu inahusu maisha ya watumishi baada ya kustaafu. Kuvunja bodi baada ya miezi 14 pekee kunaonyesha kuwa Rais Samia anaangalia utendaji na yuko tayari kuchukua hatua kali pale ambapo kuna matatizo. Changamoto za mifuko ya pensheni nchini zimekuwa za muda mrefu. Madeni, uwekezaji duni na ufisadi vimekuwa vikiripotiwa mara kwa mara. Hatua ya rais inaweza kuwa mwanzo wa kurekebisha mfumo ili uwe endelevu na uwajibikaji zaidi. Bodi mpya inatakiwa iwe na wataalamu wenye uadilifu na uzoefu mkubwa wa fedha na uwekezaji, na pia serikali iweke wazi ratiba ya kulipa madeni yake kwa PSSSF ili kuongeza imani, na pia ripoti za CAG zitekelezwe kwa vitendo na si maneno tu. Watumishi wawe na sauti katika maamuzi yanayohusu pensheni zao, na mwisho wa siku hatua kama hii inapaswa kuwa sehemu ya mageuzi makubwa ya taasisi za umma ili ziwe na ufanisi na uwajibikaji.
Rais Samia Suluhu Hassan amevunja bodi ya wadhamini ya PSSF ili kuleta mageuzi na uwajibikaji katika mifuko muhimu wa pensheni wa watumishi wa umma. Hatua hii inatarajiwa kuleta mabadiliko chanya katika usimamizi wa fedha za pensheni. Tanzania inahitaji taasisi zenye ufanisi na uwajibikaji ili kuwahudumia wananchi vizuri. Tuungane kudai mageuzi halisi. Je, nini maoni yako ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii kuhusiana na swala hili la kuvunjwa kwa bodi ya PSSSF na Rais Samia Suluhu Hassan, ambapo hii ni bodi ambayo inasimamia masuala ya uwekezaji wa pensheni za watu ambao wanafanya kazi kwenye taasisi za umma. Kama wewe ni mmoja wapo wa watu hao, una maoni gani kuhusiana na uamuzi huu uliotolewa na Rais Samia Suluhu Hassan wa kuvunja bodi hii, ambapo hii inasemekana ni mara ya pili tangu mwaka 2025? Je, kuna changamoto ambazo zinaikumba hii bodi au bado hawajaipatia mfumo mzuri wa kuweza kufanya nayo kazi pamoja na watu wake ambao wanatakiwa wafanyie uwekezaji huo?